Bodi ya Ligi ya Tanzania imesema katika mkutano wao na Yanga, klabu hiyo imekuja na mambo manne ambayo inataka yafanywe kazi kabla mchezo wao dhidi ya Simba, mchezo ambao umepangwa kuchezwa Juni 15. Akitangaza hayo mchana wa leo, afisa mtendaji mkuu wa bodi Almas Kasongo amesema bodi yao imeyapokea na kwenda kuyafanyia kazi, huku akisisitiza kwamba mchezo huo wa Juni 15 upo pale pale. Kwenye hoja hizo, Kasongo amezitaja kwamba Yanga imetaka kamati ya usimamizi wa ligi ivunjwe sambamba na kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi hiyo. Amesema pia Yanga imetaka katibu mkuu wa shirikisho la soka TFF Wilfred Kidao na yajiuzulu, huku mwisho ikitaka bodi ya ligi iwe chombo huru. Kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu ya kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya bodi ya ligi kuu, kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili yaweze kufanyiwa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwa hiyo kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu, kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Tumepokea. Itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa bodi ya ligi kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne, ukiondoa ili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki, tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu na mkutano mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania.